Habari zenu marafiki. Wagonjwa wetu wengi hutuuliza, daktari, ni wakati gani na mkao gani sahihi wa kuanza tendo la ndoa baada ya upasuaji wa uti wa mgongo wa lumbar disc? Habari, mimi ni Daktari Himanshu Tyagi, mkuu wa upasuaji wa uti wa mgongo na mifupa katika hospitali ya Fortis, Delhi, India. Na leo tutazungumzia jinsi na wakati wa kuendelea na shughuli zako za ngono baada ya upasuaji wako wa uti wa mgongo. Kwa kawaida katika kituo chetu, tunafanya upasuaji huu kwa kutumia mbinu ya endoscopic au microscopic, ambapo hatukati mfupa wowote, hatukati misuli yoyote, na tunatoa tu sehemu ya diski inayosababisha shida na kubana neva. Hivyo kwa kawaida, kwa wiki 3 hadi 4 za mwanzo, tunawaambia wagonjwa wetu wasijihusishe na shughuli za ngono. Baada ya wiki 3, ikiwa mgonjwa yuko vizuri, hakuna maumivu ya mgongo, hakuna maumivu yanayoshuka mguuni, hakuna sciatica, hakuna ganzi ya msisimko mguuni, basi tunawaruhusu wagonjwa wetu kuanza shughuli za ngono. Katika hilo pia kuna sheria fulani. Kwanza kabisa, wakati wowote unapoanza shughuli zako za ngono baada ya upasuaji wa diski, hupaswi kufanya hivyo kwenye sehemu ngumu. Hiyo inamaanisha hupaswi kufanya hivyo sakafuni au juu ya mkeka wa sakafuni. Inapaswa kufanyika kitandani tu na godoro linalofaa. Pia unahitaji kupasha moto mwili kila wakati, na usifanye hivyo ukiwa bado una baridi. Chumba kinapaswa kuwa na joto la kutosha. Pia unapaswa kuepuka harakati za ghafla na za kushtukiza. Harakati yoyote inayohusisha kutikisa mgongo mbele au nyuma, au harakati yoyote ya kuzungusha mgongo inapaswa kuepukwa kabisa. Wakati mtu amepita wiki 3 baada ya upasuaji wa diski ya mgongo, disc herniation, kawaida nafasi tunayopendekeza ni kulala ubavuni, pia inajulikana kama nafasi ya kijiko, spone position. Hii ndiyo nafasi bora na rafiki zaidi kwa mgonjwa kuanzia nayo, kwa sababu katika nafasi hii, mgongo unabaki kwenye mstari wa kawaida na kuna msongo mdogo sana kwenye mgongo. Wakati mgonjwa anaanza kujisikia vizuri, tuseme baada ya wiki 4 au 5 baada ya upasuaji wa diski, tunamshauri mtu abadili nafasi na kulala chali au mwenza kuwa juu. Mwenza kuwa juu inamaanisha mgonjwa analala chali kitandani na mwenza mwingine anakuja juu yake. Wakati mgonjwa anashiriki tendo la ndoa katika nafasi hii, ni muhimu kuweka mto chini ya magoti. Lazima kuwe na msaada wa kutosha kwa mgongo wa chini, lumbar spine. Ikiwa inahitajika, mito inaweza kuwekwa pembeni mwa mgongo au nyonga ili mgongo upate msaada mzuri na pia magoti yapate msaada wa kutosha wakati wa nafasi hii. Pia msukumo au mtikisiko wa kupita kiasi unapaswa kuepukwa katika nafasi hii pia. Mgonjwa akiwa amepona kwa wiki 5 au 6, basi shughuli za kufanya akiwa amekaa zinaweza kujaribiwa, lakini hata katika nafasi hiyo, mgongo lazima upate msaada mzuri sana. Baadhi ya shughuli au nafasi ambazo zinapaswa kuepukwa kabisa ni zile za kunyoosha mgongo kupita kiasi, kama vile kwenye mtindo wa doggy style, au kuinama sana au kuzunguka sana mwili. Hizi zinapaswa kuepukwa kabisa. Pia nafasi ya kusukuma kwa nguvu sana inapaswa kuepukwa kabisa. Hivyo vidokezo vya vitendo ni kuanza kwa muda mfupi kwenye nafasi ya spone huku ukifanya mazoezi ya joto mwanzoni. Kama hutajisikia vizuri baada ya tendo lako la kwanza la ngono, basi hakika unatakiwa kumuona daktari wako, uombe dawa za maumivu au uombe ushauri sahihi. Marafiki, natumai video hii ilikuwa na manufaa kwako. Ikiwa una maswali mengine yoyote, jisikie huru kumtembelea daktari wako wa upasuaji au unaweza kuja kwetu. Tutafurahi kukusaidia. Kila la kheri.